Uhaligani mtazamaji wa Zone Media, uko nami Victor Moshi. Hapa nina taarifa moja kwa moja kutokea nchini Qatar, ambapo Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ameshtumu vikali vita inayoendelea ya Israel dhidi ya Gaza, akisema wazi kuwa kampeni hiyo si chochote bali ni mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa Palestina. Akizungumza katika kikao cha ufunguzi cha Baraza la Shura, chombo cha kutunga sheria cha taifa hilo, Emir Tamim alilaani vikali ukiukwaji unaoendelea wa Israel wa makubaliano ya kusitisha mapigano, akisema dunia imeshindwa kuchukua hatua. Ni jambo la kusikitisha kuona jamii ya kimataifa ikishindwa kulazimisha heshima kwa haki za Wapalestina licha ya mateso yao ya muda mrefu, alisema Emir wa Qatar. Kiongozi huyo alisisitiza kuwa Qatar inaendelea kuunga mkono haki za watu wa Palestina na amani ya kweli katika Mashariki ya Kati. Tunalaani vitendo vyote vya Israel, vikiwemo kugeuza Gaza kuwa eneo lisilofaa kuishi, kuendelea kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano, kupanua makazi ya walowezi katika ukingo wa Magharibi na jitihada za kujudahisha msikiti wa Al-Aqsa, aliongeza. Emir Tamim pia alibainisha kuwa ukanda wa Gaza ni sehemu halali ya ardhi ya Wapalestina na ni lazima itambuliwe hivyo katika muundo wa taifa moja la Palestina lililoungana. Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Emir wa Qatar alizungumzia mashambulizi ya Israel dhidi ya Doha yaliyotokea mwezi uliopita, akisema yalikuwa ukiukwaji wa wazi wa sheria za kimataifa. Alisema mashambulizi hayo yalilenga wajumbe wa Hamas waliokuwa wakikutana kujadili mpango wa kusitisha mapigano uliopendekezwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Israel imekiuka sheria zote za kimataifa kwa kufanya uvamizi dhidi ya taifa linalotekeleza jukumu la upatanishi na kwa kujaribu kuwaua wajumbe wa mazungumzo, alisema. Tulichukulia uvamizi huu kama ugaidi wa kiserikali na majibu ya dunia yalikuwa makubwa kiasi cha kuishtua Israel. Emir Tamim aliongeza kuwa licha ya mashambulizi mawili yaliyofanywa dhidi ya Qatar na Israel na Iran mwezi Juni mwaka huu, taifa lake limeibuka likiwa imara zaidi. Tunafanya juhudi kubwa katika upatanishi na misaada ya kibinadamu, jambo linaloimarisha nafasi ya Qatar kimataifa, alisema kwa kujiamini. Kauli ya Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani imegeuka kuwa bomu jipya la kisiasa Mashariki ya Kati, ambapo akiwa mbele ya Baraza la Shura, Emir huyo ameitaja wazi vita ya Israel dhidi ya Gaza kuwa si chochote bali ni mauaji ya kimbari. Kauli hii inatolewa wakati ambapo dunia nzima inashuhudia mateso makubwa ya Wapalestina, huku Israel ikituhumiwa kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano mara kwa mara. Kwa nini Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani amesema kwamba vita vya Israel dhidi ya Gaza ni mauaji ya kimbari, yani genocide? Kwa sababu ikiwa ni siku 10 tangu usitishwaji wa mapigano katika ukanda wa Gaza umeweza kutokea, zimeripotiwa kesi mbalimbali kwamba taifa la Israel limeweza kuvunja makubaliano makubwa ya kuweza kusitisha makubaliano ya vita katika ukanda wa Gaza kwa sababu ya mashambulizi ambayo yamekuwa yakiendelea na mauaji dhidi ya raia wa Gaza. Takwimu zinaonyesha kwamba zaidi ya raia 100 wamekwisha uawa tangu mapigano yaweze kusitishwa na vikosi vya Israel katika ukanda wa Gaza, kwa sababu kuna line ambayo ni yellow line iliyowekwa kwamba vikosi vya Israel kuna sehemu ambayo wanaikalia Gaza, lakini pia Hamas na raia wa Palestina kuna sehemu ambazo wamepewa huko kuweza kukaa na kuendelea mambo yao mengine, ikiwa ni fezi ya kwanza ya kuweza kusitisha mapigano. Lakini siku ya Jumapili jeshi la Israel liliweza kufanya mashambulizi 153 kwa mujibu wa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Jana aliweza kuweka wazi kwamba jeshi lake lililoko Gaza limeweza kufanya mashambulizi dhidi ya wanamgambo wa Hamas katika kusini mwa Gaza, likitaja kwamba ni jibu la uchokozi wa wanamgambo wa Hamas ambao walifanya dhidi ya wanajeshi wa Israel na kusababisha wanajeshi wawili wa Israel kuweza kuuawa. Sasa Emir wa Qatar ameelezea kwamba kutokana na matendo yote ambayo yametokea mara tu baada ya kuweza kusaini makubaliano ya kusitisha mapigano, ikiwa Qatar ni moja kati ya nchi ambayo imeplay role kubwa sana ya kuweza kufanikisha sakata la amani ya Gaza kuweza kurejeshwa upya kutokana na vikao vyake na wapatanishi wengine ikiwemo Uturuki, lakini Misri na mataifa mengine, Marekani pia ikiwepo katikati chini ya wajumbe wale wa Mashariki ya Kati akiongozwa na Steve Witkoff pamoja na viongozi wengine.
walikuwa na jitihada nyingi ambazo wamezifanya kutokana na kuleta amani Gaza na mwisho wa siku amani kuweza kufanikiwa, lakini bado wanaona kuna wasiwasi kwamba bado mashambulizi ya Israel dhidi ya Gaza yanazidi kuendelea. Ndio maana ametaja sasa na kusema kwamba kinachoendelea pale ni mauaji ya kimbari na si chochote, na amesema kwamba hili jambo ambalo Israel kwa sasa hivi wanalifanya si jambo la kuweza kufumbia macho. Ametaka mataifa mbalimbali kuweza kuingilia kati, na pia alikumbushia yale mashambulizi ambayo mwezi uliopita Israel iliweza kuyafanya katika mji mkuu wa Doha nchini Qatar, kwa kuweza kulenga baadhi ya wapatanishi ambao walikuwa kwenye kikao kwa ajili ya kuweza kutafuta suluhu katika ukanda wa Gaza, ambapo afisa mmoja wa Qatar aliuawa na viongozi wengine 5 waliweza kuuawa ambao ni wasaidizi wa viongozi waandamizi wa Hamas. Katika kauli yake ambayo ameizungumza, alisema kwamba Israel imekiuka sheria zote za kimataifa na kufanya uvamizi dhidi ya taifa linalotekeleza jukumu la upatanishi na kwa kujaribu kuwaua wajumbe wa ujumbe wa mazungumzo, jambo ambalo hata rais wa Marekani Donald Trump alikerwa sana na amri ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kuweza kufanya mashambulizi nchini Qatar. Sasa nini ambacho kinatokea hapa katika ukanda wa Gaza? Viongozi wa mrengo wa kulia nchini Israel, akiwemo waziri wa usalama wa taifa Itamar Ben-Gvir, wanamshawishi waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pamoja na Smotrich naye kwamba warudi vitani. Kuna shinikizo kubwa la kisiasa ndani ya taifa la Israel. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anakabiliwa na tuhuma nzito za mashtaka mbalimbali. Kuna kesi yake ya rushwa ambayo inamkabili katika mahakama ya ndani ya wilaya ya Israel, ambayo kama wiki 1.5 iliyopita ametoka mahakamani kuweza kujibu mashtaka ambayo yanamkabili, ambapo kuna kesi 5 ambazo zinamkabili waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Sasa mashinikizo yale yanazidi kuongeza ule uchokochoko wa waziri mkuu wa Israel dhidi ya Mashariki ya Kati kwa ujumla, akitaka kwamba vita vikiendelea basi taifa haliwezi kukaa chini kuweza kujadili mambo yake, lakini vile vile kuweza kumjadili kwa ujumla kwa kisingizio kwamba taifa lipo kwenye hatari ya kiusalama. Ndio maana chokochoko zimekuwa nyingi. Bado Israel licha ya kutangaza kwamba ceasefire inazidi kufuatwa na sheria zote zinaweza kuendelea kutokana na mashambulizi ambayo waliyofanya siku ya Jumapili, lakini bado kumekuwepo na wasiwasi kwamba yamkini Israel anaweza kuendeleza tena mashambulizi dhidi ya wanamgambo wa Hamas. Bado pressure ni kubwa kwa viongozi wote wa Hamas, kwa sababu kuna viongozi ambao walikuwa tayari ni mlengo kwa jeshi la Israel, ambao wengine hawakufanikiwa kuweza kuwapata, wakiona kwamba wao ndio chanzo hata cha mateka kuweza kucheleweshwa kurejeshwa. Sasa hivi imebaki miili 15 ambayo bado haijarejeshwa mikononi mwa Israel. Jana waliweza kufanikisha kurejesha mwili mmoja, lakini walisema kwamba miili mingine watairejesha endapo pale hali itakapoweza kutulia, lakini si kwa hivi sasa. Jambo ambalo kwa mujibu wa vifungu vya mkataba wa kusitisha mapigano tayari Hamas imekiuka, kwa sababu ilikuwa ni masaa 72 ya mwanzo waweze kurejesha miili yote 28 na mateka walioko hai. Mateka 20 walirudi, lakini miili ikawa inazidi kurudi kidogo kidogo, huku akiomba muda zaidi. Sasa Netanyahu anatumia kigezo cha kusema kwamba bado Hamas wamekiuka makubaliano, hivyo anataka kuingia vitani kwa kuadhibu kwamba wamekiuka vile vifungu vya usitishaji wa mapigano katika fezi ya kwanza. Kuna vitu vingi mtazamaji vitakuja hapa, lakini nikusihi kama bado hujaweza kuungana nasi uweze kusubscribe channel yetu, lakini kulike, kucomment pamoja na kushare.